Sasa wewe mtazamaji wangu, leo nataka nikupe funguo tatu muhimu za kufanikiwa kwenye maisha. Ukitulia na hiki nitakachokifundisha na ukakifanyia kazi, na kuhakikishia lazima uwe tajiri, lazima uwe na maisha mazuri, au uwe na uhakika wa kubadilisha mboga, kwa maana utakuwa na maisha ya kuweza kujimudu kujitibu, utakuwa na maisha ya kuweza kujimudu kusomesha watoto, utakuwa una uwezo wa kula na kulala vizuri, na utakuwa una uwezo wa kununua gari ya kutembelea, na ukapata maisha stahiki ambayo kama mwanadamu wa kawaida unahitaji kuwa na aina fulani ya maisha ya furaha katika maisha yako. Lakini ili uyafikie hayo, kaa tayari kunisikiliza hizi njia tatu bora, ama tatu bora, ama naweza nikasema misingi mitatu muhimu ya kufanikiwa. Ukiweza kuifahamu hii misingi mitatu muhimu ya kufanikiwa, wewe kufanikiwa utakuwa unapishana nako kwa sharti mbili tu. Ama Mungu hakukadiria wewe ufanikiwe, hilo sasa itakuwa ni kudura yake, kwa sababu Mungu ana khiari kufanya anachotaka, au ufe kabla hujayafikia yale malengo unayoyafanyia kazi. Lakini lau Mwenyezi Mungu atakupa uhai mrefu, akakuwezesha kipande cha uhai miaka 2, 3, 4, unaweza kula life nzuri na ukaiacha familia yako ikiwa na maisha mazuri. Mpenzi mtazamaji, jambo la kwanza muhimu kabisa mtu unapotaka kutafuta kufungua maisha yako, jambo la kwanza ni wewe kujitathmini, kupata mtu atakayekufanyia uchunguzi wa kina. Kwa nini umekuwa na maisha magumu? Kwa nini kila unachokifanya hakifanikiwi? Kwa nini kila unachojaribu hakitokei vile unavyotaka? Lazima kitu cha kwanza ujiangalie wewe mwenyewe. Achilia mbali nyota, kwanza wewe maisha yako ya kawaida, acha kinyota. Wewe maisha yako ya kawaida yamefungamana na nini hasa? Yako katika mazingira gani? Na hapa ninamaanisha nini? Katika maisha ya kawaida, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akimuumba mwanadamu akatoka kwenye tumbo la mama yake, ile siku anapozaliwa tu mwanadamu anakuwa na nyota za aina tatu. Anakuwa na miongozo mikuu ya maisha mitatu. Anakuwa na bahati za namna tatu. Bahati ya kwanza Mwenyezi Mungu anaitengeneza kwenye upendo. Yaani mtoto akizaliwa tu, cha kwanza Mungu anamjalia upendo. Ndio maana mtoto akizaliwa hajamfanyia wema mtu yoyote. Yaani mtoto anapozaliwa huwa hawezi kuwa kamfanyia wema mtu yoyote, ili kwa ule wema aliofanya mtoto eti akizaliwa naye alipwe wema au alipwe mapenzi. Mtoto akizaliwa tu Mwenyezi Mungu humuumba na nyota ya kupendwa. Kwa hiyo mwanadamu yoyote anapozaliwa, kwanza anazaliwa na nyota ya upendo, ambayo wewe ndugu yangu ulipozaliwa nyota ya upendo ulizaliwa nayo. Ulipendwa na watu. Nyota hii ya upendo ndio ilikufanya ulipozaliwa, siku unatoka hospitali, kama ulizaliwa hospitali, kama ulizaliwa nyumbani, kila mtu anatamani kukushika. Watu wakisikia fulani kajifungua, wanafunga safari kuleta zawadi. Huyu kaleta nguo, huyu kaleta maziwa, huyu kaleta sabuni, huyu kaleta mbereko, huyu kaleta hivi. Kwa nini? Kwa sababu ulikuwa umezaliwa na nyota kati ya nyota tatu. Ya kwanza ni nyota ya upendo. Nyota hii Mwenyezi Mungu anapokupa ukiwa mdogo, unatakiwa nyota hii ukue nayo, uzeeke nayo na ufe nayo. Nyota hii unatakiwa ukue nayo mpaka ufe nayo. Yaani maisha yako yote yanatakiwa yabebwe na upendo. Kama ambavyo ulikuwa mtoto mdogo, watu wanakukirimu zawadi, watu wanafunga safari kuja kukuchukua. Kuna mwingine jirani akifika asubuhi tu anakuja, nipe rafiki yangu nikacheze naye, nipe mdada nikacheze naye. Wasichana, wavulana wanakubeba, wanakuchukua na kwenda kucheza na wewe, mpaka mama anasahau kama ana mtoto amemzaa na yule mtoto bado mdogo. Saa nyingine mpaka sema, mrudisheni mwanangu nimnyonyeshe. Kwa nini? Kwa sababu ulikuwa umezaliwa na nyota ya upendo. Sasa swali la kujiuliza, wakati huu ushakuwa mtu mzima, ile nyota ya upendo uliyokuwa nayo wakati umezaliwa na umri mdogo, kabla hujawa mtu mzima, hii nyota bado unayo? Haya mapenzi uliyokuwa nayo ukiwa mdogo ndio ulionayo sasa? Ikiwa huna, unatakiwa ujue
kuna kitu kimefanya ile nyota iondoke, na kwa kuwa nyota ile ya mapenzi haipo tena kwako, usitarajie kufanikiwa, kwa sababu mafanikio yoyote kwanza yanajengwa na kupendwa na watu, kwa sababu unapopendwa na watu ndipo unapopata fursa ya kuwa na mahusiano mazuri na watu na kupata njia na aina mbalimbali za njia za mafanikio ambazo utazipata kupitia watu wengine, kwa sababu mwanadamu yoyote hawezi kufanikiwa yeye mwenyewe. Yani wewe kama ulivyo, vile vile ulivyo, huwezi kufanikiwa. Ili ufanikiwe lazima watu wakupende, lazima watu wakusapoti. Kama unafanya biashara, watu wakupende, wanunue biashara yako. Kama unafanya kilimo, watu wakupende, uone uwafanyie masoko ya bidhaa zako. Kama unafanya ufugaji, watu wapende, wakupende, wakufanyie masoko ya kile unachokifuga. Hii ndiyo maana ya kupendwa. Kwa hiyo mwanadamu anapozaliwa kwanza anazaliwa na nyota ya kupendwa. Swali naliacha kwako mtazamaji wangu. Je, ile nyota ya kupendwa uliyokuwa nayo utoto unayo? Kama hauna, kwanza unatakiwa ujue kwa nini hauna, imekwenda wapi na nini ufanye kuirudisha. Huo ndo utakuwa msingi wa kwanza wa mafanikio yako.